Yes, mtazamaji, kwa wakati mwingine tena tumekutana hapa kwa ajili ya kupeana habari za kimichezo na burudani. Hii ni J&R Mchezo TV, rafiki namba moja burudani na michezo. Mimi naitwa Christopher Beda na nyuma ya kamera ni AP Classic. Twende sawa. Kwenye kipaza leo hii swala zima la uchambuzi nipo naye mzee wa data Ramadhani Mbwaduke. Karibu sana mwana michezo mwenzangu. Mzee wa data, twende moja kwa moja. Leo hii natamani tumtazame kiundani zaidi mchezaji mpya wa Yanga, water player miongoni wale watatu ambao walitambulishwa, ikiwemo yeye Ibrahima Shah Tule. Je, wananchi wataraji nini kutoka kwake? Labda ana jambo lipi ambalo pengine analo binafsi ambalo kwa wananchi itakuwa ni faida, lakini nitatamani kufahamu pia na changamoto zake ni zipi. Tunafahamu ligi aliyotoka ni tofauti na ligi ambayo yupo, pressure zile zinatofautiana. Na mzee wa data, tafadhali naomba small details, faida yangu mimi na mtazamaji wangu. Mzee wa data, jambo la kwanza, unasema ni mchezaji wa aina gani? Huyu ni mshambuliaji. Mshambuliaji anaweza kucheza kama mshambuliaji kinara katika mfumo wa kocha Mangoba Mngiti wa Yanga wa baada ya golikipa kwa walizi wanne, viungo wanne, washambuliaji wawili, yeye anaweza kucheza. Lakini pia anaweza kucheza kama mshambuliaji kinara pekee. Kwa mfano, baada ya golikipa, walizi wanne, viungo wawili wakabaji, watatu mshambuliaji kinara mmoja, yeye anaweza kusimama pale juu. Lakini pia anaweza kucheza mfumo wa kuwa na washambuliaji watatu, kwa maana walizi wanne baada ya golikipa, viungo watatu, washambuliaji watatu, yeye anaweza kuoperate, kucheza vizuri tu akitokea eneo la kati. Huyu ni mchezaji ambaye ni Mfaransa mwenye asili ya Senegal. Alizaliwa mwaka 96 Septemba 22, kwa hiyo hivi sasa ana umri wa miaka 29. Ana uzoefu wa kutosha, ashapita klabu nyingi. Kwa mfano, kuanzia Julai 2017 mpaka leo, hii Yanga anajiunga ni klabu ya 9. Kwa unaweza ukaona ni uzoefu wa namna gani. Klabu ya mwisho kabla kujiunga na Yanga ni klabu ya Al Jabalin inayoshiriki championship. Ni kama championship ya hapa, yani ligi inayofuatia baada ya ligi kuu. Washindi wake upanda katika ligi kuu ya Saudi Arabia. Yeye ametoka katika klabu hiyo akiwa kwenye kiwango kizuri kwao, lakini hata msimu uliopita alicheza vizuri katika klabu hiyo. Sasa na umbile lake linaiongezea Yanga nasibu ya kufunga kwa mipira ya cross, kwa sababu urefu wake ni around 46 na inchi 2. Guu lenye nguvu ni yote, inaelezwa hivyo. Yaani mguu wa kushoto sawa, kulia sawa. Lakini anafunga kwa kichwa, anafunga kwa mguu wa kushoto, anafunga kwa mguu wa kulia. Na timu inapokuwa inakaba, yani baada ya kutoka kushambulia, inaposhambuliwa ni mzuri pia katika kufanya shinikizo. Kiasi ya kwamba wakati mwingine huwa anajitoa kafara kwa kucheza faulo, alimradi tu timu yake ipate nafasi ya kurejea umbile lao la kiulinzi, wasiathiriwe na mashambulizi ya kujibu. Kwa hiyo uwezo wake huu wa kutumia miguu yote katika kufunga kichwa, maana yake ni kwamba Yanga kama ataendeleza kile ambacho ametoka kukifanya alikotoka, itakuwa inaongeza uwezo wa kufunga kwa mipira kutoka upande wa kulia, upande wa kushoto, kutoka kati, mipira ya juu, ya kutenga, kwa sababu ni mfungaji ambaye anatumia viungo hivyo vyote. Lakini kwa ushahidi ni kwamba katika championship ligi ya Saudi Arabia msimu uliomalizika alicheza mechi 34, akapiga mashuti 82, akafunga mabao 19, akatoa assist 5. Kwa hiyo kachangia mabao 24 kwa timu yake ambayo mpaka mwisho wa msimu alipiga mashuti 82. Ndio. Halafu yaliyozaa mabao, ina maana amezaa mabao 19, assist 5. Kwa hiyo amechangia mabao 24. Timu yake mpaka mwisho wa msimu ilifunga mabao 59. Kwa hiyo unaweza ukaona hapo mchango wake ni wa zaidi ya 40% ya mabao yote yaliyofungwa na Al Jabalin katika championship ya Saudi Arabia. Lakini unaona kwamba ni mtoaji wa assist pia. Lakini kwa kucheza kwake huku, maana yake kama nilivyotoka kuambia, Yanga watakapocheza kwa mfumo kwa mfano 4-2-3-1, wanaotokea pembeni, nazungumzia kina Maxim Pia Nzengeli, Peudo Pacome Zouzoua, akina Alan Okello, akina Juma Abushiri, akina Albert Kangwanda, wana uwezo wa kujihakikishia pasi na shika yote, kwamba ukipiga cross zinaweza zikapata mtumiaji mzuri sana, kwa sababu umbile lake la 46 na inchi 2 linamuongezea nasibu ya kufunga kwa vichwa. Yale mabao 19 kwa mfano, mabao 9 kafunga kwa mguu wa kushoto,
mabao 5 kafunga kwa mguu wa kulia, mabao 5 kafunga kwa kichwa. Umeshaona? Kwa hiyo katika viungo vyake vitatu, kichwa, kushoto na kulia, vyote ametumia katika kufunga mabao 19, ameagawa vizuri, na katika mabao hayo hakuna hata moja la mkwaju wa penalty. Kwa hiyo unaweza ukaona ni mchezaji wa namna gani. Kwa hiyo Mwamba anapiga kwa kichwa, kulia, kushoto. Na ndio maana anatajwa miguu yote ina nguvu sawa katika kuwadhuru wapinzani, kuleta matokeo mazuri kwa timu anayoichezea. Kwa hiyo Cheikh Toure kama anaendeleza uwezo wake wa kufunga, maana ataisaidia Yanga, kwa sababu Yanga msimu uliomalizika ilikuwa ndio timu iliyofunga mabao mengi zaidi, mabao 71 katika ligi kuu Tanzania bara. Lakini kwenye ligi ya mabingwa ilikuwa imefunga mabao 5 tu, imeruhusu mabao 4 katika mechi 6. Unaona hapo ni wastani wa chini ya bao 1 kwa mechi. Ujio wa Cheikh Toure kama anaendeleza kile kilichotoka kukionyesha alikotoka, maanake kuna kitu Yanga wanaweza kunufaika, na hasa kwenye michuano ya kimataifa ya ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo Yanga bila shaka watatakiwa hivi sasa, kwa mujibu wa kile alichokieleza rais wa Injinia Hersi Said, kwa uchache wanataka wafike robo finali, wasiishie tena tu ya makundi kama msimu uliomalizika. Kwa hiyo yeye anaweza kawa na mambo mazuri kwa Yanga, alimradi tu awe fiti, aendane vyema na wenzake, kwa maana ya kutekeleza maelekezo ya kocha Mangoba Mngiti, kutumia vyema mipira ya kutenga kwa maelekezo ya kocha Kagisho Dikakio ambaye ni specialist yeye kwa ajili ya mipira ya kutenga, ili mwisho wa siku aweze kuwapa furaha wana Yanga kwenye michuano yote. Ligi kuu Tanzania bara kutoa ubingwa wa 6 mfululizo, kombe la shirikisho la benki CRDB kulirejesha baada ya kutwaliwa na watani zao jadi Simba, lakini pia kwenye michuano mingine ikiwemo kombe la muungano na kubwa zaidi ligi ya mabingwa barani Afrika. Sawa mzee Data, lakini pia inatamani kufahamu kidogo changamoto zake ni zipi? Sababu tunajua kama nilivyosema kwamba ligi ni tofauti, timu tofauti na pressure inakuwa ni tofauti. Changamoto ni zipi mzee Data? Changamoto moja hapo ambayo nafikiri anaweza kukabiliana nayo, ajipange na viwanja, asije kulalamika uwanja kaja mwenyewe, kaingia mkataba mwenyewe na Yanga. Yanga sio kila mechi anacheza kwa Mkapa, sio kila mechi uwanja Uhuru, sio kila mechi Chamazi Complex, sio kila mechi Meja Jenerali Samuyo au kule kwa Kasim Majaliwa Ruangwa. Kuna viwanja ambavyo unatakiwa upambane haswa. Ukianza kuleta mapozi, kiwango kitaonekana kidogo, utaiathiri timu. Nazungumzia kwa mfano, kuna baadhi ya nyakati kwenye msimu, yani nyakati za kijiografia, mvua na nini, kuna viwanja vinaathirika. Kwa mfano nazungumzia Sokoine Mbeya, akienda ajipange, mguu wa shingo mguu wa roho. Akienda Kigoma, Lake Tanganyika, akienda CCM Kirumba Mwanza, ni viwanja vizuri na ndio maana vinapitishwa na bodi ya ligi, iko makini. Lakini kuna baadhi ya nyakati za msimu huwa vimepitiwa na mvua, vinaathirika kidogo. Sasa ajipange, asifikiri viwanja vya Tanzania akafikiri viko kama viwanja vya alikotoka Saudi Arabia au alikozaliwa Ufaransa. Hapana, ajipange. Kwa hiyo sio tukasikia anazungumzia kwa sababu amekuja mwenyewe. Hilo ni hali ambayo anapaswa atafute majibu yeye na benchi la ufundi la Yanga chini ya Mangoba Mngiti, jinsi ya kumsaidia kwamba hali ya viwanja isije ikapunguza makali yake katika kutupia mipira wavuni. Hilo la kwanza. La pili, apunguze faulo. Yeye ni mshambuliaji, lakini rekodi zinaonyesha, kwa mfano katika msimu uliomalizika wa ligi kuu ya Saudi Arabia, Mwamba kacheza faulo 48, halafu yeye kacheza faulo 27. Anachapa sana. Ni kama nilivyotoka kueleza, wakati mwingine anajitoa kafara ili kuinusuru timu yake na mashambulizi ya kujibu, lakini awe makini, kwa sababu anakuja hapa, kuna kina Arajiga, kuna Tatu Malogo na waamuzi wengine, kina Kayoko, kina Mwichui. Akicheza faulo awe makini, kwa sababu vinginevyo anaweza kaigharimu timu kwa kupata kadi ambazo akizikusanya za kutosha kwenye kanuni za ligi kuu Tanzania bara, unaweza ukajikuta unakosa mchezo au hata kadi nyekundu wakati mwingine. Kwa hiyo awe makini katika kufanya ile pressing, shinikizo, basi faulo isiwe sehemu yake. Lakini changamoto nyingine, wakati mwingine mipira ile ya kimbizana sio sana. Ana kasi, lakini anapokumbana na kasi zaidi, yeye sio mahala pake pa umahiri. Lakini vinginevyo naona kana kwamba ana mambo mengi mazuri. Labda changamoto nyingine, matarajio yatakuwa makubwa kwake kwamba huyu ndio mshambuliaji mpya kuifikisha Yanga kule inakotaka, baada ya kukwama katika ligi ya mabingwa msimu uliomalizika kwa kuishia makundi, kutotwaa kombe la muungano, kutotwaa kombe la shirikisho la benki ya CRDB, lakini pia kutakiwa aendelee
kuwa sehemu ya kuifanya Yanga itwae tena taji la ligi kuu Tanzania bara, inaweza ikawa matarajio makubwa mno kwake. Sasa ukitarajiwa makubwa sana, pale unapofanya kinyume chake tu pressure inaanza kuwa kubwa, na mbaya zaidi Yanga mashabiki wake ni wanongwa kama walivyo mashabiki wa klabu nyingine kubwa nyingi duniani. Nimeshalisema mara kadhaa, sio kama Al Jabalin ya Championship Saudi Arabia. Huku ukifanya vizuri wanakusifu na kuimba na mapambio, ukizingua na kuzingua siku hiyo wala hawachelewi. Kwa hiyo ajipange kwamba anakumbana na mashabiki, yupo katika timu ambayo shinikizo ni katika kila mechi na hawajui kingine isipokuwa ni kushinda, alafu kushinda tena. Sare tatizo, kufungwa ndo kabisa. Kwa hiyo hiyo nayo ni anapaswa kujiandaa wakati anakwenda kuwa sehemu ya kikosi cha Yanga kwa msimu ujao 2026 2027. Lakini kimsingi kwa namna alivyokuwa mzuri kufunga mipira ya vichwa, kutumia miguu yote, mabeki wa upinzani wa Yanga, kwa maana kwenye michuano yote, ligi kuu, ligi ya mabingwa, kombe la shirikisho benki CRDB, kombe la muungano na michuano mingine, hata Yanga Day huyo, kama kutakuwa na mechi wanacheza, basi hao wapinzani wajipange kwa huyu mwamba, kwa sababu one mistake Kamba amethibitisha hilo katika mechi kadhaa ambazo amekuwa akipata nafasi ya kucheza huko alikotoka. Data hadi kufikia hapo inatosha. Shukrani jazilan. Asante sana. Bwana, huyo ni mzee wa data. Mimi Christopher Beda, nyuma ya kamera ni AP Classic. Hii ni JNDR Mchezo TV. Sorry bwana, japo ushawaga watu wako. Ndio. Kwenye zile changamoto nikumbushe moja kubwa ili Yanga lazima wajue. Huyu mwamba changamoto nyingine. Ukimfuatilia, si nimekwambia tangu 2017 Julai mpaka sasa, Yanga hii ni klabu yake ya 9. Kote alikotoka ameondoka akiwa free agent. Sawa. Yaani ametoka bure. Ambao picha yake hapa kwa watazamaji wako wasiofahamu vizuri, mchezaji ukisikia anaondoka akiwa free wanaanza kutilia shaka kiwango. Hapana. Kweli hasa anasema sijui, lakini sababu nyingine hasa ni ya kibiashara zaidi. Kuna baadhi ya wachezaji management zao binafsi na mawakala wao wajanja huwa wajifungi sana, wanasikilizia kiasi ya kwamba klabu zinajikuta maana unajua akiondoka mchezaji bure, maana klabu haijapata chochote inayomiliki, anakuwa yeye anatengeneza mazingira apate malipo mazuri anakokwenda, lakini klabu aliyokuwa nayo inaambulia patupu. Sasa kwa hiyo hii nayo wakati mwingine unaweza kaona labda ni changamoto, kwa sababu kwamba Yanga wajue wanapoingia bila shaka wanafahamu, na ndio maana wamemchukua. Basi wakati mwingine yeye hauzwi, ila anaondoka akiwa bure kwa klabu alizotoka, ndipo rekodi inaonyesha. Sasa akiwa Yanga sijui itakuwa vipi, lakini ni kwamba amekuwa na rekodi hii. Sijasema kwamba eti ukiondoka bure basi una shida. Ndio. Sababu nyingine tu ni za kuwa smart katika mikataba, kwamba unajua hapa tuongezee, mchezaji unaposikia amenunuliwa na klabu X, ndio ile gharama ya kumnunua mchezaji ahusike, apate hata shilingi, watazamaji wako wajue, hata shilingi moja, kwa sababu katika biashara ya mpira wa miguu mchezaji ni mali kama zilivyo mali nyingine. Yani assets na liabilities, kwa watazamaji wako baadhi najua wanafahamu, mali na madeni ni kwamba mchezaji anakuwa katika orodha kama unavyoona wanavyoorodhesha magari, nyumba, viwanja, ni assets. Kwa hiyo klabu yeye ni mali. Sasa mali inapouzwa huwa haidai, yani huwezi kauza gari nalo likataka nalo lipate chochote kwa kuuzwa. Ndio maana mchezaji anaposajiliwa huwa kuna maridhiano ya klabu na klabu, yani ile klabu inayomtaka na klabu inayomiliki. Halafu wakishakubaliana ndipo sasa kuna maridhiano sasa ya klabu inayomtaka mchezaji na mchezaji juu ya maslahi yake binafsi. Sasa mchezaji ukisikia anaondoka huru, maana yake kajitahidi, kaepuka kifungo cha kumilikiwa na timu, kwamba sio mali ya hiyo timu, anaondoka akiwa huru, na hivyo namuongezea nasibu ya kupata malipo manono, kwa sababu klabu inayomsajili, kwa mfano Yanga wamemsajili, bila shaka hawakuhangaika kutoa fedha za kumtoa huko alipo Al Jabalin, badala yake walikuwa na kazi tu ya kuzungumza naye maslahi yake binafsi, ambayo inamfanya mchezaji sasa apate maslahi manono zaidi kuliko ambapo klabu ingelipa mara mbili, yani kulipa kwa taasisi inayomiliki alafu kulipa kwa mchezaji. Sijui umeelewa vizuri? Naelewa vizuri kabisa. Wapo wachezaji maarufu tu wanaondoka akiwa free bure. Mfano Kylian Mbappe alikwenda Real Madrid hakutoa pesa kwa PSG. Upo kwa sababu aliondoka akiwa huru. Sasa je, Mbappe tatizo? Sio tatizo. Haya, kuna mchezaji kama Zlatan Ibrahimovic alivyojiunga na Manchester United miaka ya nyuma, alijiunga akiwa
bure beleshi. Matokeo yake mshahara wake ulikuwa zaidi ya paundi 300,000 kwa wiki, kwa sababu Manchester United gharama walizoingia ni za juu ya mchezaji mwenyewe, signing on fees na mambo mengine hayahusiani na klabu yoyote kumiliki. Sasa yeye, hii Yanga ya 9 kuanzia Julai 2017 inaonekana alikopita kote, akiondoka anaondoka bure. Klabu aliyotoka kuitumikia haiambuli chochote. Mzee wa data huyu sasa ndio mzee wa data ninayemjua mimi. Haachi kitu, anahakikisha kwamba data zimenyooka, kusawazisha na kuweka sawa. Bila shaka nishawaaga, sina neno tena. Wewe ni fundi wa magari, mpakaji wa rangi za magari, au mmiliki wa garage? Unatafuta rangi original zitazokupa matokeo ya kiwango cha juu? KP Autocolor ndio jibu lako. Sisi ni wauzaji wa rangi original za magari kwa jumla na rejareja kutoka kampuni bora kabisa ya Advanced Automotive Paint. Tunazo rangi zote unazohitaji: metallic, 2K, NC, clear, hardener, high gloss, slow na standard tina. Pia tunayo puti, softy, prima, fiber, polish na wax. Zote ni original. KP Autocolor tunachanganya rangi kwa kompyuta. Tunafanya skani ya sample ya rangi yako ili upate rangi sahihi kabisa bila makosa. Tupo Dar es Salaam, Ilala, mtaa wa Kilwa, jirani na Machinga Complex. Na usijali kama upo mkoani, tunapokea oda na tunatuma mikoa yote. Usipoteze muda na rangi feki. Chagua ubora, chagua matokeo, chagua KP Autocolor. Piga simu sasa kwa namba 0714093999 au 0685346735. Email kpdiagnosis@gmail.com. KP Autocolor, rangi original, kazi safi, matokeo makubwa.